imani kubwa kwa Mungu. Hatuko na imani kwa watu majitu, hatuko imani kwa watu. Imani yetu iko kwa Mungu. Na kama Mungu amesema, amesema. Sema kama amesema, amesema. Sasa nataka tujifunze na hiyo. Tuone mambo kadhaa hapo. Kwa hivyo tukiangalia na mtume atatusomea katika Joshua 14. Sasa tunaona mahali hapa ya kwamba huyu Caleb baada ya kukaa miaka, kuna mahali Joshua alikuwa amemwahidi, Musa alimwahidi, mahali popote mtakanyanga patakuwa penu. Hebu tusikie. Nasoma katika jina la Bwana Yesu. Wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Yoshua hapo Gilgali, na Kalebu mwana wa Yefune huyo Mkenizi akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana alilomwambia Musa, huyu mtu wa Mungu, katika habari zangu na katika habari zako wewe, tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi, nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Lakini wale ndugu zangu waliokwea kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Kisha Musa akaniapia siku hiyo, akasema, hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imekanyaga itakuwa ni urithi kwako wewe na kwa watoto wako milele, kwa sababu wewe umemfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Sasa basi, angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema. Miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati Israeli walikuwa wakienenda barani. Na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa alionituma. Kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa, kwa vita na kwa kutoka nje na kuingia ndani. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana anena habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Waanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma. Yumkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami, nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Amina. Bwana asifiwe sana kwa hilo neno. Sasa huyu anaitwa Caleb. Wakati alikuwa miaka 40, sema 40, aliweza kuahidiwa mlima Hebron. Akaambiwa huko ni kwako. Lakini hajapewa. Amegojea miaka 45. Sasa ameendea Joshua his colleague na kumwambia, wakati nilikuwa 40 years nilikuwa na nguvu, nilikuwa na uwezo, na hata sasa hiyo nguvu, hiyo uwezo, hiyo passion igari niko nayo. Sasa swali langu nilikuwa najiuliza nikisoma hapa, mtu wa 85 angekuwa anaitisha retire. Mtu wa 85 anasema hakuji kanisa kwa sababu amechoka, mgogo, magumifu, macho haoni vizuri. Lakini tunamuona akiwa 85 anasema nipewe ule mlima, nitaenda niukwae na niweze kunyakua kile kilicho changu. Hiyo inamaanisha namna gani? Ya kwamba huyu jamaa hajachoka. Mwili unaweza kuwa na udhaifu, lakini mtu wa ndani angari anaguruma kama simba. Mungu atusaidie katika njia yetu ya imani, tusije tukafifia kwa sababu ya yale tunakutanaga nayo. Kwa sababu katika safari ya imani kuna kuanga na kupanda na kushuka. Na katika kupanda na kushuka haufai kuwa kuna wakati we mwenyewe unaanza kughairi na kurudi nyuma. Unafaa kuwa unasonga. Katika Kenya tuko wakati ambapo kuna mambo mengi sana ya kufuja watu moyo. Lakini wana imani
hawatavujika moyo. Are you getting now? So, ningetaka tujiulize ni somo gani tunaweza toa hapale. Yitu ya kwanza ni kuona ya kwamba his determination. Yeah? His determination did not wear out due to delay. Kile tunaona ni kwamba yeye shauku aliyokuwa nayo haikudidimia kwa sababu ya kugoja sana, kwa sababu ya delays. Na ninajua ya kwamba nanenea watu ambao wanajua what is delay. Wameshawahi cheleweshwa. Labda hata saa hii kuna mtu anaangalia saa, anaangalia birthday, anaangalia miaka na anasema nilidhani ya kwamba Mungu by this time utanipa mtoto, by this time utafungua kazi, by this time Bwana nilikuwa nadhani tutakuwa kwangu, nitakuwa nimejenga, nitakuwa nimenunua plot yangu, nilidhani ya kwamba sitakuwa hapa. Hata mimi nahubiri ni mmoja wa wale wanasema kuna mambo imechelewa. Mimi singedhani ya kwamba ningekuwa hapa. Huduma hii ile level ningedhani ya kwamba ningekuwa a bit higher. Sijui kama unajua kuna watu wanakuona umebarikiwa, lakini kwako unaona umechelewa. We angalia mtu muulize, we unaonanga hivyo? Kuna mtu anakuona anasema, nikiangalia huyu naona amebarikiwa. Lakini kwake anaona kuna mambo mengi sana haiendi vile angetaka iende. Ni kweli ama si kweli? Ni kwa sababu kila mtu anakuanga na goal, anakuanga na mahali angependa afike. So tunaona mtumishi wa Mungu huyu aliyejawa na uwezo, lakini tunaona Caleb's life inatufunza ya kwamba ni vizuri kuwa na hiyo spiritual vitality, ambayo haikomishwi na kuchelewa. Kuchelewa si kitu ya kufanya huyo mtu akufe moyo. Ni mtu anasema nitagoja mpaka nipewe, nitagoja, nitakaa hapa mpaka nipewe, sitanyatuka hapa, nitakaa mpaka nipewe. Na tunamuona ya kwamba kuna mambo kadhaa tunaweza jifunza, na kitu kimoja tunafaa kuelewa ni kwamba God's delay is not God's denial. Kuchelewa kwa Mungu si kumaanisha umenyimwa na Mungu. Ni kuchelewa, imechelewa. Ni kudelay, imedelay. Ni kuchelewa, ni kama wakati huo it will take more time, lakini si kumaanisha umenyimwa. Igari itakuja. Uliza Hana katika maandiko, atakwambia nilikaa bila mtoto but mwishowe nikapewa mtoto. Kuna watu wengi sana katika maandiko hawakuanza nayo lakini walimaliza nayo. Walianza kama hawana lakini walimalizia kwa ushindi. Na wewe ni miongoni mwa wale watamalizia kwa ushindi. Hallelujah. Delay is not what? It's not denial. So Caleb hakuruhusu wakati huo wa kugojea uweze kuweaken faith yake. Faith yako haifai kuwa weakened by what? Kwa kudelay. Tena wilderness. Ujue watu hawa wamepitia jangwani kwa muda, na hakusema kwa sababu ya vile amepitia wilderness, mahali pa upweke, mahali hakuna maji, mahali yani mambo magumu, iondoe yeye kwa destiny ama hatima yake. Na mimi niko hapa nikwambie ya kwamba kama vile mkulima anakuaga mfumilifu. Unajua mkulima anapanda, sema anapanda. Akipanda hafuni hapo hapo, anangojea time mpaka afanye nini? Avune. Na hiyo time anangojea kutoka siku ile alipanda mpaka mahali ambapo hiyo mumea itamachua rap. Hiyo hii kumaanisha ya kwamba hiyo time taken is a time wasted.
The delay is not wasted. The delay ya kugojea shamba yako iwe tayari, it is not a wasted time. It is time to prepare for a mature crop. Na wewe niko hapa nikwambie, kuna watu wengi sana tunaona kama tumechelewa, lakini Mungu anataka aweze kutupatia mature blessing. Mature blessing. Nasema mature blessing. Nasema mature blessing. Ni wangapi wanaelewa kile nasema? Mature what? Blessing. Labda wewe ungetaka hiyo baraka ikuje haraka, lakini anataka ikuje ikiwa imekomaa. Chapo hata ikiwa zuri namna gani, kama haijapikwa pande mbili, sema pande mbili. Hebu guza mtu mwambie umeiva upande moja. Si ugojee upande huu mwingine. Si ugojee uive upande. So lazima kuwe na wakati ambapo utaiva upande huo mwingine. So what do we do? Number one, trust. We have to trust God's timing. We trust what? God's timing, not your expectation. Now that's why Ecclesiastes 3 verse 11 inaongeaga kwamba in the fullness of time. Inaongeaga ya kwamba kuna wakati ambapo unaiva kabisa. Kuna in the fullness of time. Hebu tusomee hiyo 11. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Hiyo inanifurahisha. Kila kitu. Kila amekifanya kizuri kwa wakati wake. Ni wangapi wanasema hata mimi nitafanywa vizuri kwa wakati wangu? Mama Mukiri, wakati wake Mungu, wakati wa Mungu amefanywa. Amen. Mungu anakuanga na wakati wake. Hallelujah. Na that's why tunafaa kuwa na consistency. Mimi hata nahurumia watu wale naonaga wanakuja kanisa once, wakati ule mwingine hawakuji. Kuna wakati wanakuja, kuna wakati hawakuji. There is a young man, though now ni mzee, na ni wa kanisa hili. Kuna wakati thank God ni wa first service. Sasa alikuwa ananiambia, mimi pastor nataka kuoa, lakini nikiangalia huku hakuna mtu. So nikamwombea, na siku moja as young man as he was, alienda akanunua buzi akaniletea. Kuna watu wanakuaga na fujo ya imani. A young man analeta. In fact, mi nilisikia compound yangu. So my late wife akaniambia, hiyo buzi ni ya wapi? Na ni saa moja. Na mimi namwambia, we ni fara. Hiyo iko kwa barabara. Akasema hapana, hiyo ni kama iko huku kwa compound. Sasa mimi naakisha taa ya nje, alafu naona amebeba. Sasa alikuja akaweka hapo. Nikasema, mimi pastor nimetafuta mke wa kurashiria, nimekosa. Nikasema wewe ndio utaoja buzi ya kwanza, ndio wewe unene baraka, nipate mtu wa kurashiria. A young man. Fujo. So nikafurahi sana. Hata by the way, that was the first kodo ilichinjwa kwa compound yangu. It was a sacrifice. Do you know what happened? One Sunday, after like 4 or 5 months, mtu akakuja hapa. Siku hiyo, sijui mimi ile ilifanyika sababu kuliulizwa nani mgeni. Aliposimama, yeye badala ya kusimama hapo, huyo msichana alikuja hapa. Na akasema yeye angetaka kuiba msichana anaiba, alafu this young man aliyetoa buzi. Tuliposema neema, alihangania na yeye, akamwambia wewe ningetaka kujua namba yako. The rest is history. Sasa nilikuwa najiuliza, ungetoa buzi alafu ukose kuja kanisa, ungeona mtu? Hebu guza mtu mwambie hata ukitoa buzi uwe unakuja kanisa.
Sijui kama hiyo umeingia. Ya kwamba kumbe muujiza wako unaweza kuwa wakati wewe hauko. That's what God can do. Hallelujah. Be consistent. Mama Mukiri vile amesema, amekuwa akija maombi ya asubuhi. Ebu za mtu mwambie na wewe ukilala. Wewe umekuwa usingizi. Wakati utaamuka usingizi, Mungu atakubariki. She was coming here, ni yeye alikuwa anatuongoza wimbo. Kumbe Mungu atamfahamu. Kumbe Mungu atamkubuka kwa sababu ya kukosa do you know kuja maombi Monday to Friday what it means? Do you know what that means? It's not a joke. It's a sacrifice. Ni mtu ambaye amejikana kabisa. And I've seen it. What God can do wakati mtu amejiachilia na kusema God remember me. Na Mungu akukubuke ninasema. Kwa hivyo huyo mtumishi wa Mungu, what we can learn, we need to trust God timing. Mungu anakuanga na wakati wake. Please, jua ya kwamba God has his own time because he's a faithful God. Amen. God work in timeline. Ako na time yake, anataka kubariki mtu. Sisi ndiye tunakuanga ni kama tunaona Mungu amechelewa. Hapana. He has his own time that he want to bless us. Then number 2, we have to remain steadfast. Steadfast. Not passive. Hii inamaanisha ya kwamba tusikae tumelala, hapana. In fact, mtu mwingine alisema waiting in the Bible is active. That's why Isaiah 40 verse 31 inaonyesha kwa kinaga ubaga, it suggests that renewal happens in the waiting. Lakini wote wanaomtumainia Mwenyezi Mungu, yes, watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai. Watakimbia bila kuchoka. Sasa unaona, kugojea huko si kumaanisha umelala. Katika kule kugoja, you get renewed. Kuna kule kuwa renewed, ni kumaanisha ya kwamba unatiwa nguvu mpya. Kwa hivyo katika kugoja kulingana na Mungu, you are not idle. Something is happening in your heart. You are becoming better. Unakuwa better kuliko vile unakuaga. Then number 3, continue seeking God even without visible progress. Continue seeking God. Endelea kutafuta Mungu hata kama hakuna kitu kinaonekana katika maisha yako. Hakuna progress yoyote inaonekana, lakini unaendelea kutafuta Mungu, kutafuta Mungu, kutafuta Mungu. Katika maisha ya Ukristo huwa tunachoka. Nimeona watu wamechoka. Alikuwa anatoa fungu la 10, alikuwa anajitoa, alikuwa mtu ambaye ni very active, lakini unamuona anarudi nyuma polepole. Unaona anarudi nyuma polepole kwa sababu amechoka na kugoja. Kugoja is where you continue seeking God even without visible progress. Unaendelea tu. Unaendelea kung'eng'ana. Amen. The Psalms is full of people ambao walikuwa siku moja when they feel stuck but still they were pursuing. Psalms 27 verse 14, it pairs that waiting. Hebu angalia vile inasema, mtegemee Mwenyezi Mungu, uwe na moyo, usikate tamaa. Usikate tamaa. Naam, mtegemee Mwenyezi Mungu. Na umtegemee Mwenyezi Mungu. Hii ni Zaburi ya Daudi. Na anasema ya kwamba mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu. Continue seeking God until. Then number 4, be honest with God about your struggle. Yaani lazima umuelezee struggle zako. Muelezee kabisa. Alafu number 5, guard against discouragement and comparison. Unajua wakati mwingi huwa tuna compare. Unaangalia mtu unasema tulikuwa naye level hii, angalia sasa ako level hii. Wacha nikwambie, hatutabarikiwa siku moja. Hatutabarikiwa kwa majira moja.
Kuna yule ataenda mbele zako, lakini si kumaanisha amekuacha. Mungu atakubariki na mtafanana naye. Hallelujah. That's why I encourage even the young people to do a good wedding in the church. Unajua ni kwa nini? Unajua ni kwa nini? Number one, unaombewa hapa kanisani. Ebu imagine unaombewa kwa madhabahu na wachungaji, na wanasema wana release every blessing. Alafu baba yako na mama yako wote wanakuwa present. Na unajua baraka ile tunahitaji sana ni ya wazazi wa kiroho na wazazi wa mwili. Wazazi wa kiroho na wazazi wa mwili. Na zaidi ya yote, our God the Father. Sasa kuna msichana anasemanga, hiyo wachana nayo. Sasa Pastor Edward ni nini yako naye anaweza nipatia bure kabisa. Sasa mama yangu ni nini atakuja kunena hapo? So unachukuliwa na kijana usiku na unaambiwa nimekuoa. Swali ni hili, angalia hiyo. Nani anakuaga hapo? Ni Mungu Baba na wazazi wako na nani mwingine? Nani anakuanga hapo? Ni mosquito na nini ingine? Wewe unajazia. Wewe ungetaka mahali baba yako, mama yako, pastor wako, wazee wa kanisa, wachungaji wa area, mothers dressed nicely, looking at heaven and saying, bless him. We have accepted. Bless him. Bless this marriage. Mimi ningetaka hiyo marriage. Hallelujah. Na wewe ambaye hukufanya hivyo, wewe ambaye kuna vile ulipitia alafu hukufanya hivyo, Pastor Edward ako ready ku make sure umeobewa hapa. Na Pastor Edward, he does not complicate. Bora uwe mumesikizana na mama na wazazi wa msichana ya kwamba mnafanya doa na watakuwa hapo na wasimamishi tukuobee na tukupatie certificate. We don't complicate siku hizi. Amen. Na watu wengi wanajiulizaga ni lazima mtu awe na hiyo certificate. It's a must. Siku nyingine tulikuwa tumeitwa kule kwa registration of marriage. Yule mkubwa hapo alikuwa anatuambia Wakenya hawajuagi umuhimu wa certificate. Wakati mtu anataka kwenda nje anaomba visa. Anaomba nini? Ndio anaulizagwa, are you married? Yeah. Can you bring something to show? Anatoa simu. Amemwandika hapo love. Naambiwa wewe wacha. We need the document. Sio love. Saa hiyo ndio nakujaga, Pastor Edward, mtu anaanzaga wapi? Nataka kwenda nje, nimepewa siku nje. Sasa wewe ulikaa tu. Na saa hiyo ndio unajuaga umuhimu wa Pastor Edward. Hallelujah. Sijui kama unaelewa kile nasema. So Mungu atusaidie ya kwamba we guard against discouragement and comparison. Usicompare. Mimi nakumbuka kuna siku nilienda kutembelea mtu mmoja, tulisoma na yeye akaandikwa na serikali immediately. Nikaenda kwake nikakuta amenunua Great Wall. Mnajua Great Wall? Do you know what is Great Wall? Na pia akanunua tuviti tuketi twa kuketia, tuingine tulikaa tumejanganyikiwa, lakini siku hiyo mimi nilikuwa naona akiwa bere. Alafu wacha nione akipika na stove. Na tena ni ile ya nikatoka huku nikisema Mungu Baba. Mimi nitatokea wapi Mungu Baba? Akikaakaa akapewa motorbike. Alafu akatembea kwa church. Saa hiyo tulikuwa upande mwingine, ametembea na motorbike. Nikauliza Mungu, mimi nitaenda miguu mpaka lini Mungu Baba? Sikujua Mungu
ananifikiria hata nitapita motorbike. Sikujua mawazo yake hata hanioni kwa motorbike. Labda uko hapo, uko kama mimi siku hizo. Wewe unaona umepitwa na watu, umeanza kusema sijui nini. Wacha nikuambie, God is so faithful. Ninajua ninanenea watu, hata kuna uwezekano wengi hapa watakaa China. Watamalizia China. Ninaona watu watamalizia Dubai kule Khalifa. Because God is faithful. Ninaona watu hata kwao ni Kirereshwa. Ni vile yule mtu wa Kirereshwa hajafaketi, wanagojea afaketi nao waende wako occupy. Lakini for now, don't do what we call comparison, kwa sababu Mungu ako na baraka aliye nayo yako na hajawekea. Na usikaone kama mtu amenyang'anya wewe baraka. Nilisikia mtu mwingine anasema ati kuna mtu aliiba nyota. Nyota yake imeibiwa. Wewe, na hiyo mahubiri ya nyota sio ya hapa. Hii si madhabahu ya nyota. Hii ni ya watu wamesoma. Guza mtu mwambie watu wamesoma. Na wamesoma Bible, na tena wamesoma, na tukiingia kwa kanisa hatuachagi akili tunakuaga nazo. Hawezi kuja hapa kutubabaisha, kutuambia atishika kitofu. Hapana. Sisi kitofu yetu ilimaliziwa. Na hakuna mtu anaiba nyota yetu. Are you getting now? Ati fulani nimeona ameota nyota. Wewe wacha nikwambie. Ukitaka vizuri kuja mafundisho tunafundishaga hapa every morning ya Bible. Usiwe mtu wa kudanganywa hovyo. Hallelujah. Mimi nimesoma. Sikia hii. Hata doto. Sema doto. Kuna doto mtu anaotaga akikula ugali ya Kavagara. Sio kama unaelewa? Do you know what is doto? Wakati mwingine inakuaga your mind, there is what we call conscious mind and unconscious mind. So that conscious mind ni ile wewe saa hii ukiulizwa where are you, utasema uko church because you are conscious, unaelewa where are you. Sasa kuna kitu mnaweza kuwa mmeongea na mtu, mliongea jana, mliongea juzi, mliongea nayo mind iko na way ya kuleta hiyo to the present. Sawa sawa. Unaweza fikiria kitu halafu kaota nacho. That's what I mean. Kuna doto inaletwa na wewe kwa sababu ya ugali. Kuna doto inaletwa na shetani. Na ikiwa ya Mungu, sikia hii, inakuaga with a lot of hope. Ukisikia mtu anakuambia aliona umekufa, hiyo ni ya shetani, ni vile hajui. Kwa sababu doto ya Mungu inakuaga na hope. Are you getting it now? Hawezi kukuonyesha tu kifo. Acha bana. Kama kuna hatari itakuonyesha hatari, lakini kuonyeshe njia ya kutokea. Kwa nini wakati Yesu alizaliwa, nani alitokewa na doto na akaambiwa Herod ana prepare na sasa odoka? Maana ni Mungu anamuonyesha. Na anamwambia sasa odoka na mtoto na Mariamu naenda. Na ninaongea hivyo kwa sababu nimeona hii kanisa, sema hii kanisa. Kuna wakati tukianza hapo mwanzo, ungeona mtu anaomba. We, sio hapa. Sisi tunakura na roho mzuri na tunakura na roho baya. Hiyo tunaijua. Hallelujah. Don't compare yourself with what others. That's why Galatians Paulo anasema, anapeana warning kwa sababu ya delay. Anasema please don't give up ya kutenda wema.
Nimeshawaisikia mtu anasema, "Bi pastor, nilisema sitatoa tena. Nilisema sitatoa. Pastor, angalia ninatoa fungu la 10. Ujengo natoa. Alafu niona mambo yangu inaharibika." Saa hiyo umechoka, ndio Mungu alikuwa anataka kuanza. Don't give up. Endelea mpaka mwisho. Na usisikie hii mahubiri ya Wajiro wa Okrad sijui wa wapi. Hati watu wako kazi. Watu wako kazi, usidanganywe, watu wako kazi. Sidio anaongea? Na ni kweli tuko kazi. Sababu nikija Dagoretti, huyu mamu wa Kawagware, mamu simama hivi, wewe tunakuheshimu sana. Ndio nilikuta hii kanisa. Hii majengo yote haikuwa. Ni kweli tuliletewa mtu wa kazi. Na ako kazi. Haleluya. Wewe ni wewe ungetaka kuwa na pastor ambaye baada ya ibada ninasimama pale kwa gate. Wewe nichotee kitu kidogo. Wewe ungetaka pastor kama huyo? Abia wewe Kanyoro ndugathie ndwirega kujikia kindu. Is that what you would want? Hallelujah. Mungetaka yule pastor mungesimama hapa mjue tunalipa nyumba ya pastor leo. Monica, tunalipa nyumba ya pastor leo. Na ni 1,500. Kwa hivyo mlete. Alafu Sunday mjue tunakuja na unga ya pa. Hivyo ndivyo mungetaka pastor wenu wawe? I don't think so. Listen to the word of God. Amen. So don't compare. Don't compare. Yaani sasa simeenda hivyo. Jehova. Wacha niseme hii ingine alafu nimalize. His faith did not wear out due to discouragement. Imani yake haikudidimia kwa sababu ya discouragement. Kwa sababu kulikuwa na negative voice, kulikuwa na watu wanaongea. Ujue kulikuwa na 12 spies. 10 wakasema tutaisha. Na maandiko inasemanga wote wakainukia viongozi. Lakini hawa jamaa wawili, Caleb and Joshua, wakasema hapana. Na niliambia watu wa first service, mimi ninasikitika kwa Kenya kwa sababu tumekuwa watu wa kunuguna. Watu wa kunuguna. Haleluya. Tumekuwa watu wa kunuguna. Tunaambiwa kama saa hii already tumeambiwa kuna mvua ambayo ni hatari. Na tunaambiwa wale watu wanakaa mahali ambapo panaweza boromoka, ondokeni. Do you know vile watu wa Kenya wanasema? Hapana, hatutatoka. One time. Sasa hiyo ikiboromoka watasema aje? Mungu atusaidie tuwe watu soba. Tuwe watu nini? Watu soba. Ukaambiwa hii ni mto inapitia hapa na unaambiwa watu wa kutabiri wa hewa. Si kuota wanaotaga. They have their own science. Na wanajua mvua inafanya nini? Inakuja. Na ukisikia wakisema hivyo, please ondokea maji. Usiseme ati ninaombea maji, hata Musa aliweza kutembea juu ya Mungu atusaidie. Na wa Kenya tusiwe watu wanaona mabaya all the time. Na complaining, unaona ati kumetokea accident, serikali. Kumetokea sijui nini. Haya tena tukileta bili ya kwamba watu wawe wanatoshwa hapo. Na ndio Maamerikani kotini haraka sana. Tumesimamisha hiyo jambo. Watu wakikufa tena one time. You know, mpaka unafika mahali unahurumia viongozi sababu
Hizi watu wanataka namna gani? Unajua hata mimi nikiwa mchungaji wenu, hata mimi nafikaga hapo. Sababu mnaniletea watoto wenyu hapa na mnaona madarasa pale ni baya. Nawaambia tujenge madarasa mazuri. Alafu unasikia mtu anasema one term. Sawa. Wacha utaona hii madarasa vile itakuwa beautiful. Ikikuwa beautiful ndio mtaanza kusema na hapa pastor alituongoza vizuri. Kuna wakati niliwaambia pale tuondoe kwa sababu walikuwa wametangaza vile kutanyesha mvua nyingi. Nikawaambia sababu ya matope na tungetaka kukaa mahali pazuri, si tuweke cabros. Mpaka niliona watu wawili watatu wananikuja, pastor, unajua wakati mwingine unatupelekaga bio sana. Unatupelekaga bio. Nilikuta wamama wakiosha pale, walikuwa wanasema, na unajua pastor alikuwa anatuambia tu hivyo, tunaona kama ni mchezo. Angalia vile kuko beautiful. Na wengi wenu tukienda kwa simu zenu, mumepigwa picha hapa. Unaona mtu amepigwa picha, ungepigwa juu ya matope. Ungepigwa juu ya matope. Usiniambie one time hapa wewe. Kwa sababu maendeleo itakuja na uchungu. Nani anajua hivyo? Maendeleo lazima hii nyumba tutamaliza. Mnaona tumeweka dirisha? By the way ni nzuri. Sipigie Yesu makofi mazuri. Sasa tunataka mirago, pia tunataka tuone tuko na flow mzuri na tutakuwa tukifanya hivyo. Maono ninayo ile kaproti ingine tulinunua pale, nataka yote siku moja tutaweka cabros. Ili itakuwa parking yetu, na wakati mtu amefanya harusi hapa na hana pesa ya kwenda uwanja mkubwa, tutakuwa tukimpatia wapi? Hapo. Kwa hivyo ninafikiria watoto wetu kesho. Are you getting now? Lakini ukisema hivyo, hapana wewe. Lazima hata wewe ufikirie ni namna gani tutaboresha. Sisi ni watu wa kufanya mahali tuko, tunapafanya pazuri kuliko vile tulipata. So your faith should not wear kwa sababu ya discouragement. Don't discourage me. I should not also discourage you. Kuwa baraka kwa viongozi. Na Wakenya, Mungu atusaidie. Badala ya kuweka imani yetu kwa mtu, tuweke imani yetu kwa Mungu. Sasa kwa sababu nangojea 2027 ikifika na tujikute tuko 2028 na ujikute uko kwa ile nyumba ya kukoboa, utauliza nani? Nao hao utakuwa kiiba tu tamama 9 term. Wewe weka macho yako kwa Mungu. Mnataka tu trust nani? Ninaona kuna mtu anasema hata utuambie namna gani. Nimesema ni one. Mimi hakuna mahali nimesema tu. Mimi nimesema tutupe macho yetu kwa nani? Kwa sababu yeye ndiye ako na jawabu kuliko 9 term ana 40 term. Are you getting now? Na hawa watu, mimi nimekuweko wakati wa Kenyatta. Nikakaa wakati wa Moi 24 years. Nikawa wakati wa nani? Wa Kibaki na Ruse wake. Alafu tukakuja wakati wa, alafu sasa tuko wakati wa, alafu uniambie hapa ati mimi nitakaa hapa ati nikibabaika. Are you getting now? Na Mungu atusaidie. Unajua hii vitu inakuja COVID ilikuja ikae. Ubaya ilienda na watu wetu. Na wewe tupa macho. Hebu simama na miguu yako. Simama. Ni wangapi hapa tunatazama Mungu kuliko kutazama one term? Nimeona watu okay. Hebu inua mikono useme Mungu ni wewe na ngoja. Sio one term ama 3 term. Nataka umwambie God, wewe ndiye tumaini langu. Wewe ndiye uko na jawabu. Wewe ndiye uko na jawabu. Come on, talk to God right now. Talk to God right now. Talk to God right now.